Yes, bwana, mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wananadia kusema kwamba hawataki tena unyonge baada ya wao wachezaji wao muhimu sana Alassane Maodo Kante pamoja na forward Jonathan Soa kupewa adhabu kwa makosa ambayo wameyafanya kwenye mchezo dhidi ya Azam FC. Sasa wana Simba bana wanataka kufanya maandamano kuhakikisha adhabu hii inatolewa. Kwa namna gani wanataka kufanya hivyo, lakini njia gani ambao wanataka kuitumia, hapa nipo na andiko zito kutoka kwa mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kabla sija kujuza andiko hilo, asante kwa Bati Quality, mabingwa wa kutengeneza na kuzalisha mabati ya aina zote, kwa maana yapo yale ya mgongo mpana, yapo ya mgongo membamba, yapo ya mfano wa vigae pamoja na yale ya matilio ya chenga chenga. Ukiagiza mabati na Bati Quality, misumari na usafiri kwao ni bure kabisa. Sasa twende ni kujuze kile ambacho kinaendelea katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, hasa mashabiki hao kuhusiana na adhabu ambayo wamepewa Alassane Maodo Kante pamoja na striker John. Kiujumla taarifa ipo hivi. Hili ni tamko la mashabiki wa Simba kwa bodi ya ligi kupinga adhabu kubwa kwa wachezaji wake. Taarifa inaeleza kwamba ipo hivi: ndugu wana Simba na wadau wa soka kwa ujumla, mpo salama? Ndugu wana Simba na wadau wa soka nchini, tunasikitishwa sana na maamuzi mabovu yasiyo na utu wala aibu yaliyofanywa na bodi ya ligi ya soka nchini TPLB kuhusu baadhi ya matukio ya michezo uwanjani yaliyotokea hivi karibuni na kupelekea adhabu kwa wachezaji wetu kupewa adhabu kubwa mno zisizozingatia asili ya mchezo na mazingira. Ndiyo hali iliyotusukuma kutoa tamko la kupinga maamuzi haya yasiyo na haki. Ndugu wana Simba na wadau wa soka nchini, hatupingi maamuzi haya kwa sababu sisi ni mashabiki baada ya wachezaji wetu kupewa adhabu, bali ni kutetea ustawi wa mpira wetu nchini bila kujali ni mchezaji wa timu gani ameonewa. Hii tabia ikomeshwe mara moja na kuwapunguzia wachezaji wetu waliokumbana na adhabu mbovu kama hivi. Sisi tunasimama kwa kutetea wachezaji wa timu zote. Kama kuna timu wachezaji wao walikutana na kadhia hii wakakubaliana na adhabu hizo, basi huo ni mtazamo wao. Lakini sisi hatuna hatutaki kabisa kitu kama hicho. Bodi ya ligi inataka kugeuza vilabu vya mpira kuwa vitega uchumi wao bila kujali jinsi ya uendeshaji wa timu na gharama kubwa wanazozitumia. Ndugu wana Simba na wadau wa soka nchini, haiwezekani unamfungia mchezaji kucheza mechi 5 kwenye adhabu ambayo si ya kadi nyekundu, na pengine hata kadi ya njano haikutolewa kabisa. Kikundi cha watu wachache mnajifungia kuamua adhabu kubwa kupitia kiasi na mkaona haitoshi, kwa vile mtakosa posho mnampachika na fidia ya pesa juu. Huu ni uhonevu, hatuutaki. Walahi, msipotengua adhabu hizi tutapeleka malalamiko yetu shirikisho la soka barani Afrika na duniani, kwa maana ya CAF na FIFA. Watutafsirie kanuni zetu na sheria zetu pamoja na adhabu zilizotolewa. Tutaviomba vilabu vyote vilivyokumbana na maamuzi haya kukata rufaa bodi ya ligi, na visipofanya hivyo, mashabiki tutaandika barua kuonyesha uovu unaofanywa na ligi hii. Mchezo wa Simba dhidi ya Azam, adhabu ya Jonathan Soa, kamati ya bodi ya ligi ilitoa adhabu kubwa kupita kiasi bila kuangalia asili, msukumo na mazingira ya mchezo huo. Mchezo ulikuwa ni dabi. Tunajua jinsi ambavyo hisia za wachezaji huwa. Hatukatai kuwa kulikuwa na makosa ya Soa kumsukuma mchezaji wa Azam, lakini alistahili adhabu ya kufungiwa mechi 5. Hakustahili adhabu ya kufungiwa mechi 5 pamoja na kutoa pesa kwa mpigo. Hizi adhabu umewahi kusikia wapi? Ikiwa hata kadi nyekundu hakupewa, na wala mchezaji wa Azam hakuumia wala kupata jeraha popote mwilini, sio kukomoana?
eti huku sio kukomoana. Je, haikutosha kamati ya bodi ya ligi kutoa onyo au hata kutoa adhabu ya kufungiwa mechi 3 ikatosha? Hizi adhabu zina mstari upi wa kurekebisha nidhamu kwa mchezaji zaidi ya kuumiza na kuwakomoa hivi? Tunajua kuwa tafsiri ya adhabu ni kurekebisha nidhamu. Alassane Kanta vs Faisal Salum Feitoto. Hivi mnaweza kutuambia ni kigezo ama sheria ama kanuni ipi iliyotoa tafsiri ya kumfungia Kante mechi 5 na faini ya milioni 1? Alipewa kadi nyekundu. Hivi hata kwa mashindano ya CAF au FIFA, mchezaji akitenda kosa linalostahili kadi nyekundu hufungiwa mechi 5? Kweli jamani? Wakati ni mechi 3 tu. Hivi haikutosha kumpa tu onyo la kwanza au hata kumfungia mchezo 1 au 2 tu? Mtende wa kosa aliumia popote pale mlipaona, ili itumike kama reference? Hii si sawa. Hii ni double standard. Au mnataka kutulazimisha tuamini maamuzi yalikuwa ya upande mmoja kwa vile mwenyekiti wa bodi ya ligi ni kiongozi wa Azam FC? Kwa niaba ya wanasimba wote na wadau wa soka kwa ujumla, tunaviomba vilabu vyote ambavyo vimekumbana na maamuzi kama haya kuandika barua rufaa bodi ya ligi kuomba kubatilisha adhabu hizi, ima kwa kuzipunguza ama kuziondoa kabisa. Kama vitashindwa kufanya hivyo, sisi mashabiki tutafikisha malalamiko yetu TFF na bodi ya ligi yenyewe. Kama hatutoridhishwa na maamuzi, basi tutaandika CAF na FIFA kwa kuambatanisha barua za adhabu kwa vilabu na video pamoja na picha za matukio, ili wao wakubwa waweze kuweka sawa kwenye hili. Hivyo ndivyo mashabiki wamemaliza vile ambavyo wao wanaona na kuamini kwamba adhabu ambazo zimetolewa hazikustahili wao kupewa. Kwa hiyo hao ndio mashabiki wa klabu ya Simba. Lakini mbali na hivyo pia tumemsikia mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa upande wa wakurugenzi. Yeye ameelezea bwana, issue ya wanachama kusajiliwa yeye haimuhusu, inamuhusu Mulitaza Mangungu. Sasa tumsikie kile ambacho amekizungumza. Lakini baada ya kumsikia yeye, asante kwa Double G Cleaners. Hawa ni mabingwa wa kufanya usafi, lakini pia wanauza viwanja. Una eneo lako, una ofisi yako, una godown na kadhalika, unataka kufanywa usafi, basi waone Double G Cleaners kwa namba ya simu ambayo ipo hapo chini. Hii ni Off Pitch TV, mimi ni Yusuf Katalambula. Tumsikie Crescentus Magoli kile ambacho amekizungumza. Bye bye. Bwana, kauli ya Crescentus Magoli imeendelea kuzua gumzo, Bwana Mnolela, na gumzo hili linawaibua wanachama na mashabiki wa Simba ambao wanasema kuna namna wanaihisi inaenda kufanyika kupata wanachama wapya kutoka nje ya Tanzania, mabwanyenye ambao wataingia kama wanachama wapya na kisha kuwa wawekezaji kwa njia hiyo ambayo wao wanadhani sio sahihi. Huyu ni moja ya wanachama wa Simba, Omar Mwanga, akizungumza nasi kutokea Tanga na akijitambulisha vema kabisa. Karibu sana na utuambie hofu yako ni nini kutokana na kauli ya Crescentus Magoli, kiongozi wenu nyinyi Simba. Kwa jina naitwa Omar Juma Munga, mwanachama wa Simba Sports Club, kadi namba 04066. Kwa sasa naongea nikiwa Tanga, wilaya ya Kilindi, kijiji cha Kimbe. Na tatizo langu kubwa ambalo mimi limenikera na linanitatiza, yote kama lina afya kwenye klabu yetu, ni masuala yanavyoendelea kwenye uongozi wetu wa klabu. Majuzi kati nilimsikia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi akiongea kuhusu wanachama, kwamba Simba itaingiza wanachama wapya lukuki na moto kutoka nje ya nchi. Kwa yeye kuzungumzia swala la wanachama, mimi kwangu sikuliona kama linapiga, na sikuiona kama hiyo nafasi inamhusu. Hiyo nafasi bado Simba tuna mwenyekiti wetu Mulitaza Mangungu, na alishaiongea kwenye mkutano mkuu namna ya wanachama wanavyopatikana kwenye matawi na wadhamini wao. Sasa yeye kuja kulizungumza, nimeona kama vile ni jambo la kizungumkuti,
na napata uzito kidogo, kwa sababu sasa hivi tunatakiwa mwekezaji zaidi ya mmoja. Sasa isije ikawa ni mbinu ya kututafutia watu waje waingie kwenye mkoba wa aliyekuwa mwekezaji na wakawa nao wawekezaji. Sasa hii mimi huwa inanipa shida sana, na nadhani ni katika fikra imetumika vibaya kwa kakaangu au ndugu yangu Crescentus Magori. Hakuitumia fikra vizuri, kwa sababu bado swala la wanachama, msemaji wa wanachama ni mwenyekiti wa Simba Sport Club Murtaza Mangungu. Kwa hili mimi linipa kidogo hofu ya kuona kwamba ndugu yetu sasa hapa kuna jambo linatengenezwa, na kama wanachama wa Simba hatakuwa makini, tunaweza tukaletewa watu tukahisi kwamba wanakuja kuwa wanachama, lakini baadaye wakawa ni wawekezaji ndani ya mwekezaji wa Simba Sports Club. Hiyo ndio ilikuwa hofu yangu kubwa. Lakini timu zinahitaji kuwa na wanachama wengi ili walipe ada na timu zinufaike, ziingize fedha kupitia ada kutoka kwa wanachama. Nyinyi wanachama hamwataki kutoka nje waongezeke ndani ya Simba. Shida yenu ni nini wanachama, ikiwepo wewe, hoja yako lokuja nayo Omar? Sikatai, wanaingiaje Simba? Tuna utaratibu, hata sisi tuna kadi zetu, tunajua tunavyozipata ni kwenye matawi. Msimamizi mkuu wa matawi ni mwenyekiti wa wanachama. Niweje leo swala la mwenyekiti wa wanachama lizungumzwe na mwenyekiti wa bodi? Sina shida hiyo, hata wangekuja milioni 20. Tunajua ni kipato kwa Simba. Tunakuwa na friends wengi, tunakuwa na wigo mpana, lakini wanapitia wapi? Wanakuja kwa njia gani? Kama hofu yako ni kuwa na wawekezaji wengi, ndicho ambacho unahofia wataingia kwa njia ambayo sio sahihi kwa wawekezaji wa Simba, maana yake ndio unahofia wanachama wanaweza kupitia njia hiyo au wanachama kutoka nje. Sasa unataka nini? Hamtaki wawekezaji wengine? Wawekezaji tunawataka. Wawe wawekezaji huru na wawe committed, wasije wawekezaji kiujanja ujanja. Hiyo ndio huwa inanipa hofu. Kuja kiujanja ujanja kwa namna gani sasa? Kwani hawaweki fedha, hawaisupport timu? Wanaweza kuja wakawa na mgongo wa kuisupport, lakini ikawa sio kuisupport, ikawa ni marekebisho, ni matekelezo ya mtu ambaye anataka akae yeye mmoja peke yake kwenye klabu. Kwani mwekezaji wa sasa una mashaka naye ambaye yupo ndani ya Simba? Sina mashaka naye, amefanya kazi kubwa sana, kazi kubwa. Alipoitoa Simba mpaka sasa ilipo, ni mtu anahitaji kupewa sifa yake, lakini bado tunatakiwa tuwe wawazi. Narudi kwenye sera ya Benjamin William Mkapa, sera ya uwazi na ukweli. Kuna wakati tunafika mahala tunampopoa maneno makali sana Mangungu, lakini huwa wakati mwingine afya yake ya utumishi inabanwa. Kwa hiyo tuwe makini na mambo yanayozungumzwa na viongozi wetu, kila mmoja atembee kwenye njia yake na mamlaka yake.